Moja kati ya story ambayo na make headline sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni mwigizaji maarufu nchini hapa Tanzania ambaye anafahamika kama Chanuo Nchakali, ambaye anaugua ugonjwa ambao yeye mwenyewe kwa mujibu wake ambavyo ameelezea kwamba anasema kwamba ni mchafuko wa damu. The way ambavyo unamuona katika hiyo picha ambayo nimekuwekea hapo, ni ugonjwa ambao anatoka vipele mwili mzima hadi kwenye viganja vya mikono. Ni ugonjwa ambao si wa kawaida, ni ugonjwa wa kushtusha sana kwa mwigizaji huyo ambao unamuumiza sana mpaka ameamua kuposti katika mtandao wake wa Instagram na kushare kwa Watanzania waweze kuona the way ambavyo hali ambayo anaipitia sasa hivi ya kiafya yake. Sasa kupitia mtandao wake wa Instagram leo hii, Chanuo Nchakali ameweza kuposti picha hiyo ambayo inamuonesha yuko na vipele mwili mzima na kuandika kwamba napitia magumu kiukweli. Wapenzi, ni maisha fulani hivi kama movie, ila kiukweli naumia sana. Nimepima magonjwa yote hadi mpox sina, naambiwa ni mchafuko wa damu. Nimetumia dawa lakini wapi, kiukweli naumia mno. Kweli naumia mno. Sasa baada ya kuposti hiyo picha na kuandika hayo, wengi wameweza kuguswa kwa the way ambavyo amezungumza na the way ambavyo ameshare ugonjwa ambao anaupitia. Katika upande wa comment watu wengi wameweza kuguswa sana na ugonjwa ambao anaupitia sasa hivi. Sasa na wewe unaweza kushusha comment yako hapo chini na sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongo East, ila kama bado hujasubscribe basi subscribe ili uwe wa kwanza kupata update yale yote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story, na mimi niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika mitandao na nje ya mitandao. Sasa Chanuo ameweza kushare picha hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuonesha the way ambavyo anapitia matatizo ya kiafya. Sasa wengi baada ya kuona tu picha bila kusoma caption, wengi waliamini kwamba Chanuo anaumwa mpox. Kwa the way ambavyo alivyo na vipele ambavyo vimemtokea, wengi wakajua kwamba Chanuo anaumwa mpox, sababu ndo ugonjwa ambao uko sasa hivi una trend sana katika mitandao ya kijamii na ni ugonjwa ambao upo katika nchi yetu. Pia kuna baadhi ya watu ambao wako hospitali wanaugua ugonjwa huo wa mpox. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa na pamoja na njia ya unyevunyevu, yani hizi jasho, mate, migusano. Sasa watu baada ya kuona kwamba Chanuo kuposti hiyo picha, wengi walijaji kwamba anaumwa mpox, lakini sasa yeye mwenyewe kupitia caption ambayo ameandika baada ya kuposti hiyo picha, amesema kwamba hashapima hadi mpox, lakini hapana aumwi mpox, ila madaktari wanamwambia kwamba ni mchafuko wa damu tu na amesema kwamba anatumia dawa lakini wapi, kiukweli anaumia mno. Ndio ambavyo ameandika katika caption yake na akaweka emoji za kulia kwamba ni ugonjwa ambao unamsumbua sana mwigizaji huyu Chanuo. Sasa watu wengi wameweza kushuka katika upande wa comment na kumwambia kwamba awatajie namba zake za simu then wamsaidie dawa. Wengine wameweza kumwambia kwamba ugonjwa ambao unaumwa ni ugonjwa wa surua, yani tetekuwanga. Sasa kwa the way ambavyo unamuona hapo huyu Chanuo katika hiyo picha ambayo nimekuwekea hapo, unafikiri kwamba ni ugonjwa ambao anaumwa ni ugonjwa wa aina gani? Kiachana na hizo ambazo watu wamezungumzia kwamba ni mpox, sijui surua, wewe unafikiri ni ugonjwa wa aina gani? Na unatamani kushare idea ya dawa ama dawa ambayo unaijua ya ugonjwa huu ambao unauona katika hiyo picha ambayo nimekuwekea hapo ya Chanuo ambayo anaugua sasa hivi ugonjwa huo na unamsumbua sana. Wengi tunamfahamu Chanuo katika swala zima la kuigiza, na asilimia kubwa ya mashabiki wake wengi wanamwombea dua Chanuo aweze kupona na arejee tena katika shughuli zake zingine ambazo alikuwa anazifanya, hususan katika masuala mazima ya uigizaji. Wengi sana wanapenda the way ambavyo anaigiza na kazi zake ambazo anavozifanya. Sasa miongoni mwa watu walikuja katika upande wa comment alikuwa ni
ni Mr. Mwanya na kuandika na kuposti tu emoji ambazo zinaonesha kwamba ni huzuni, na miongoni mwa watu wengine baadhi ya mashabiki zake waliweza kucomment au miongoni mwa comment inasema kwamba au ex wako kashaanza kukuroga jamani, maana anaonekana yuko vizuri yule baba. Sasa unafikiri kwamba ex wa Chanuo anaweza akamroga Chanuo? Kama umfahamu ex wa Chanuo ni Madebe, ndo mtu ambaye alikuwa anadate naye katika mahusiano Chanuo. Sasa huyo ndo ex wake. Sasa watu wakaanza kusema kwamba ex wa Chanuo ndo amemroga kupitia kupata hiyo hali ambayo anaipitia sasa hivi. Sasa unafikiri kwamba Madebe anaweza akafanya hicho kitu? Yani kwamba sababu ameachana na Chanuo na anamuona Chanuo ana shine sasa hivi, yuko vizuri, na yeye labda hataki Chanuo shine hivyo, akaamua kwenda piga kidogo kwa babu jinsi gani kwanza atulie kwanza, Chanuo aache kushine, atoke vipele, hata mtu ambaye alikuwa anamtamani Chanuo asiweze kumtamani. Hizo ni baadhi za comment za watu, na mimi nimeamua tu kuzichambua the way ambavyo watu wamezungumza kwamba ex wake Chanuo eti kwamba amempiga juu, ila so kweli na hakuna ambaye anajua ukweli. Kikubwa ni kwamba Chanuo ameweza kushare kwamba anapitia hali ngumu sasa hivi na yuko anaugua ugonjwa ambao yeye mwenyewe haujui jina lake unaoitwaje, ila ameweza tu kuambiwa na madaktari kwamba ni mchafuko tu wa damu ambao umesababisha yeye kutoka vipele hivyo. Kwa hiyo ni jambo tu la muda, awe na subira na aendelee kutumia dawa. Ila sasa kama unaujua aina ya ugonjwa huo ama unaijua dawa ya ugonjwa huo ambao Chanuo sasa hivi anapitia, unaweza ukapita katika kurasa wake pale wa Instagram ukashare naye labda mawazo, huenda akarudi katika hali yake. Ila hata hapo unaweza ukashare mawazo yako, ukatuma comment, ukaandika comment yako hapo chini, sita show love na yeye, na tuna hakika kabisa kwamba Chanuo na yeye itamfikia kabisa moja kwa moja hiyo idea yako ama wazo la dawa yako ama hilo jina la dawa yako au huo ugonjwa ambao anapitia Chanuo unaujua na unaijua tiba yake. Unaweza ukashare nasi tutamfikishia Chanuo kama ambavyo kazi yetu siku zote ambavyo tunaifanya. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili uwe wa kwanza kupata update yale yote ambayo yanajiri katika masuala mazima ya entertainment story. Nami niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii na nje ya mitandao ya kijamii. Can call me Ramili. Thank you, tukutane katika another story.